Hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo hii ninakuandalia sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo, na kichwa chake kinasema kizazi cha Adamu na uaminifu wa Mungu katika vizazi. Na kama tunavyoweza pengine kurejelea sura ya 4, tulikuwa tunajifunza juu ya Habili pamoja na Kaini. Habili aliyetoa dhabihu ambayo ilikubalika na Mungu, na Kaini ambaye alitoa dhabihu ambayo haikukubalika, na hatimaye Kaini akaweza kumuua ndugu yake. Mungu akaweza kumlaani na kulaani na hata ardhi, na kwa hivyo hakuweza kupata mapato tena, na akaweza kuondoka na akawa mtu wa kuzurura. Na kwa hivyo katika fundisho hili maandiko makuu yanatoka katika kitabu cha yote mawili yanatoka katika kitabu cha Mwanzo, na somo la kwanza linatoka katika sura ya 5 mstari wa kwanza. Somo la pili linatoka katika sura hiyo sura ya 5 mstari wa 24. Na tunapoangalia sura ya 5 mstari wa kwanza, inasema kwamba hiki ndicho kizazi, hichi ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipomuumba mwanadamu, alimfanya kwa sura ya Mungu. Kisha tunapoangalia sura ya 5 mstari wa 24, inasema Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Na malengo ya somo hili ni kwamba baada ya somo hili tutaweza kujifunza yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuelewa umuhimu wa orodha ya vizazi katika Biblia. Tutaweza kuelewa matokeo ya dhambi kwa mwanadamu. Tutaweza kujifunza maisha ya Henoko na kutembea na Mungu. Tutaweza kuelewa uaminifu wa Mungu kutoka kizazi hadi kizazi, na vile vile tutaweza kutambua umuhimu wa kuacha urithi wa kiroho wa vizazi vijavyo. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba kwa watu wengi mwanzo wa sura ya 5 huonekana kama sura yenye majina na umri ya watu pekee, lakini ndani yake kuna mafundisho makubwa sana. Sura hii inaonyesha ukoo kutoka Adamu hadi Nuhu. Na vile vile tunaona ya kwamba sura hii vile vile inaonyesha kuwa ahadi ya Mungu ya wokovu iliendelea kupitia kizazi cha Sethi. Na vile vile tunaona ya kwamba katika sura hii inaonyesha kuwa kifo kilianza kutawala baada ya dhambi kuingia duniani. Katika kati ya kifungu kwanza na pili, tunaona mwanadamu akiumbwa kwa mfano wa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimfanya kwa sura ya Mungu. Na kwa hivyo tunaona mafundisho muhimu hapa ni kwamba ingawa dhambi iliingia duniani, mwanadamu bado ana dhamani mbele za Mungu kwa sababu aliumbwa kwa mfano wake. Na vile vile hii inaonyesha hii ni kwa sababu uhai wa mwanadamu ni wa dhamani, na vile vile kila mtu anapaswa kuheshimiwa. Katika kifungu cha 3 tunaona Adamu na Sethi, na tunaona Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa mfano wake na akamuita jina lake Sethi. Sethi ndiye aliyekuwa mrithi wa ukoo wa kiungu baada ya kifo cha Habili. Na kizazi kinachofuata tunaona kwamba Biblia inataja watu hao: Adamu, Sethi, Enoshi, Kenani, Mahalaleli, Yaredi, Henoko, Methusela, Lameki na Nuhu. Na katika sura hii kuna maneno yanayorudiwa: akafa. Kwa mfano, Adamu akafa, Sethi akafa, Enoshi akafa, Kenani akafa. Na swali ni je, kwa nini maneno haya yanarudiwa? Maneno haya yanarudiwa ili kuonyesha kuwa hukumu ya Mungu katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17 ilitimia. Katika waraka wa Rumi sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Na somo la kiroho hapa ni kwamba dhambi huleta mauti. Hakuna mwanadamu anayeweza kushinda mauti kwa nguvu zake mwenyewe. Na tunapoangalia Henoko,
Henoko tumeona ya kwamba alikuwa mtu aliyetembea na Mungu. Katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 5, sura hii ya 5 mstari wa 21-24 tunaona ya kwamba Henoko akaenda pamoja na Mungu. Henoko ni mmoja wa watu wa kipekee sana katika Biblia. Kwa hivyo tunaweza kujiuliza, Henoko alikuwa nani? Henoko aliishi miaka 365. Lakini jambo la muhimu si miaka yake. Jambo la muhimu ni alitembea pamoja na Mungu. Maana ya kutembea na Mungu ni nini? Kutembea na Mungu ni kuishi katika utii, ni kuwa na ushirika wa karibu na Mungu, ni kumtegemea Mungu kila siku na kufuata mapenzi ya Mungu. Katika waraka wa Ibrania sura ya 11 mstari wa 5 Biblia inasema kwamba kwa imani Henoko alihamishwa asione mauti. Na somo muhimu hapa ni kwamba watu wengi hujulikana kwa tajiri, elimu, vyeo na kadhalika. Lakini Henoko alijulikana kwa kutembea na Mungu. Kisha tuangalie Methusela. Methusela aliishi miaka 969. Huyu ndiye mtu aliyerekodiwa kuishi muda mrefu zaidi katika Biblia. Na swali ni je, kwa nini watu wa mwanzo waliishi muda mrefu? Biblia haitoi sababu kamili, lakini baadhi ya maelezo yanayotolewa na wasomi ni kwamba dunia ilikuwa bado haijaharibika sana. Wengine wanasema athari za dhambi zilikuwa bado hazijaenea kama baadaye. Na pia wengine wanasema Mungu alikuwa akiwezesha ongezeko la haraka la wanadamu duniani. Tuangalie sasa Lameki na tumaini la wokovu. Katika sura ya 5 hii tunapoangalia mstari wa 28 na 29 tunaona Lameki alipomzaa Nuhu alisema, huyu atatufariji katika kazi yetu na katika taabu ya mikono yetu. Maana yake ni kwamba wanadamu walikuwa wakiteseka chini ya laana ya dhambi. Walikuwa wakitamani ukombozi kutoka kwa Mungu. Alafu kisha tuangalie kuzaliwa kwa Nuhu. Kifungu cha 32 kinasema Nuhu alikuwa mwenye miaka 500 akazaa Shemu na Hamu na Yafethi. Hapa ndipo Biblia inaanza kutuandaa kwa habari ya gharika katika sura zinazofuata. Tuangalie Kristo katika Mwanzo sura ya 5. Na sura hii inaonyesha kuwa Mungu aliendelea kuhifadhi ukoo wa ahadi kutoka kwa Adamu, Sethi, Nuhu, Ibrahim na Daudi. Hatimaye akaja Yesu Kristo. Katika Injili ya Luka sura ya 3 mstari wa 38, ukoo wa Yesu unarudi hadi kwa Adamu. Na hii inaonyesha kuwa mpango wa Mungu wa wokovu ulikuwepo tangu mwanzo. Na sasa nataka tuangalie mafundisho makuu ya kiroho. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu hufanya kazi kupitia vizazi. Na hii inamaanisha kwamba Mungu wa Adamu alikuwa Mungu wa Sethi, alikuwa Mungu wa Henoko, akawa Mungu wa Nuhu na hata leo. Na tunapoangalia dhambi, tunaona ya kwamba dhambi huleta mauti, na hii inamaanisha kwamba kauli akafa inatukumbusha matokeo ya dhambi. Na inawezekana kutembea na Mungu. Tunaona Henoko ni mfano kwamba mwanadamu anaweza kuishi maisha ya ushirika wa karibu na Mungu. Na vile vile tunaona ya kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Mungu aliahidi wokovu katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 na akaendelea kuhifadhi ukoo ambao ungeleta mwokozi. Na vile vile inaona ni vizuri kujua ya kwamba tunapaswa kuacha urithi wa kiroho. Kama wazazi na viongozi wa kiroho, tunapaswa kuwafundisha watoto wetu kumjua Mungu. Na hapa kuna maswali 4 ambao ningetaka tuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Biblia imehifadhi orodha ya vizazi?
Kwa nini Biblia imehifadhi orodha ya vizazi? Swali la pili, kauli akafa inatufundisha nini? Kauli akafa inatufundisha nini? Swali la tatu, nini maana ya kutembea na Mungu kama Henoko? Nini maana ya kutembea na Mungu kama Henoko? Somo au swali la nne, tunawezaje kuacha urithi wa kiroho kwa watoto na wajukuu wetu? Tunawezaje kuacha urithi wa kiroho kwa watoto na wajukuu wetu? Na aya ya kukariri inatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 24 ambayo inasema, Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Na tunapoelekea kumaliza fundisho letu la siku ya leo, tunaona kwamba Mwanzo sura ya 5 sio orodha au si orodha ya majina tu, ni ushuhuda wa kwamba moja, dhambi ilileta mauti; pili, Mungu anaendelea kufanya kazi kupitia vizazi; tatu, watu kama Henoko waliweza kuishi maisha ya karibu na Mungu; na nne, ahadi ya wokovu iliendelea kuhifadhiwa hadi kuja kwa Yesu Kristo. Na somo kuu la sura ya hii ya 5 ni kwamba maisha ya mtu hayapimwi kwa miaka mingi aliyoishi, bali kwa jinsi alivyotembea na Mungu. Na natumaini ya kwamba umeweza kujifunza mengi kutoka katika sura hii. Endelea kujifunza, endelea kutazama na kujifunza mengi, na najua ya kwamba Mungu wetu atakubariki unapoendelea kutufuata katika mafundisho haya yetu. Kwa hayo nakutakia laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.